wakati na bahati. Nilipokuwa najaribu kuangalia habari ya wakati, nikajaribu kuangalia habari ya neno bahati, nikaona kwenye Kiswahili kama halisawi sana. Nikajaribu kwenda kwingine wao waliniambia, hawa watu wa huko kwingine wakasema this is time and chance, kwamba ni wakati, lakini katika huo wakati kuna fursa ndani yake. Sasa Kiswahili wakasema huu ni wakati na bahati. Na wakati na bahati leo kwa dakika chache mno, ninaomba Mungu anisaidie na atusaidie kama kanisa kujua majukumu yetu tunapokaa katika wakati, lakini pia tunapokaa katika bahati, yaani fursa zinazotuzunguka. Neno linasemaje? Mhubiri 9 mstari wa 11, neno la Mungu linasema, nikarudi na kuona chini ya nini jamani? Najua mhubiri anaandika, Mfalme Suleimani anaandika, anasema niliporudi, yani niliona, ni kama anatuambia tazama, nilifikiria upya, nikaketi chini, ikabidi niangalie, halafu niangalie upya. Nikishaangalia upya, yeye akasema akaona kitu chini ya nini? Ya jua. Na alipoona akasemaje? Akasema ya kwamba si wenye mbio washindao katika nini? Watu wa Mungu katika michezo. Akasema sio watu wenye mbio wale wanaoshinda katika michezo ndio, wala si walio hodari washindao wapi kanisa? Wala si wenye hekima wapatao nini kanisa? Wala si watu wa ufahamu wapatao nini? Watu wa Bwana. Wala wenye ustadi wapatao nini? Lakini, haleluya, akasema lakini nini jamani? Wakati na bahati huwapata watu gani jamani? Kwa sababu ya muda, ninaomba mniruhusu nitumie tu hizi dakika chache tuelezee neno moja mawili, yani wakati na bahati katika maisha yetu. Ndugu zangu, tunaishi kwenye ulimwengu ambao tunatofautiana. Hata leo tungechukua watu watatu tu tukawaweka hapa mbele, tukaeleza kila mmoja wetu azungumze kutokea katika familia aliyotokea, utagundua kwamba familia zetu zinatofautiana. Lakini kwa wakati wa Bwana aliruhusu tuwe washiriki wa keko. Haleluya. Na wakati wa Bwana, kwa sababu aliruhusu tuwe washiriki wa keko, akasema kuwa washiriki wa keko haitoshi. Kuna fursa za kufanya. Kuna mambo ya kuzingatia. Sasa anaposema hivyo, Mungu anasema kwake hakuna mwenye elimu kubwa. Kwake hakuna mwenye uchumi mkubwa. Kwake hakuna aliye maskini. Kwake hakuna aliye tajiri. Kwake hakuna mwanadamu asiyekuwa na thamani. Na ndio maana anatuambia huu wakati anaozungumzia ni wakati ambao ni Mungu mwenyewe. Kila mmoja wetu anatakiwa jue yeye ndiye anayetawala. Haleluya, kanisa la Mungu. Amen. Hebu ngoja tuangalie maneno mawili ya mwanzoni katika fungu letu. Kwenye Biblia ya neno nimeipenda kidogo. Mwanzoni hapa anasema nimeona kitu kingine tena chini ya jua. Nimeona kitu. Kuna kitu alichokiona. Anasema chini ya jua kuna hivyo vitu vyote ambavyo vimetajwa hapo. Kuna hawa watu wenye mbio. Kuna hawa watu wenye hekima. Kuna hawa watu wenye ustadi. Kuna hawa watu wenye upendeleo. Kuna hawa watu walio na elimu kubwa. Lakini mwishoni anakuja anasema, lakini wakati na bahati huwapata watu gani jamani? Ngoja tuende hapa. Na kwa sababu hiyo, hebu ninaomba ufuatane nami kwa ufupi. Jamani, wale ambao mmesomea shule za vijijini, si hapa watumishi, wale mliotembea kilomita kadhaa kama mimi, unajua msinione hivi. Hata mimi nimetembea. Mimi shule ya msingi nilikuwa natembea kilomita 12 kwenda shule. Na mpaka nilimaliza la 7. Shule ya sekondari ilikuwa zaidi ya hapo. Maana sasa sikumbuki vizuri zilikuwa ni kilomita ngapi, lakini kalikuwa sasa nikabaiskeli, nikaendelea kidogo. Nikabidi uweze kaenda
kwa mguu. Sasa kijana anatakiwa kama baiskeli kakwenda nako wapi? Sekondari. Sasa twende hapo. Natamani nitumie tu mfano wangu. Wapendwa, tukiwa shuleni kuna watu ambao walikuwa kwenye piki ya juu sana kwenye matokeo. Yaani mtu wa Mungu, kuna watu mlikuwa mkipata 20 wewe hiyo siku unamshangilia Bwana. Sisi mnanielewa? Lakini kulikuwa na huyo mtu akipata 85 ni majonzi usiku wa kilio. Unaongea tena anasema nini hapa analia? Si mnajua lakini au nyinyi mnaonaje? Sasa ninaomba nikupeleke kwenye uhalisia. Hao watu wa aina hiyo leo wako wapi? Twende pole pole. Twende pole pole. Mimi kuna watu niliokuwa na wajua. Kuna watu ambao mpaka wakati mwingine nilikuwa nasema yaani mimi bora nisingesoma tukawaachia hawa wakasoma. Lakini ninavyozungumza na wewe mpaka leo, hao ndugu zangu si kwa ubaya, hawajafikia hata ile hatua niliyofikia mimi. Unadhani kwa Bwana kuna nini? Bwana anatamani atufundishe, mtoto wa Mungu, wewe kuonekana una uwezo kwenye jambo fulani, usiwadharau wenzako. Wakati na bahati huwapata watu gani? Twende pole pole. Twende pole pole. Mnakumbuka ndugu zangu wale tuliosoma sekondari? Unasoma sekondari unamaliza form 4. Kipindi cha form 4 unajua ilikuwa hukumu jamani. Hapo unamaliza, yaani kwenye kila mtihani ukitoka ukikaa chini unasema hii history kweli. Nikijitahidi sana nitakuwa na F ya 29. Yaani hii ya mwisho imekushinda, hiyo utakuwa na F ya 20 ngapi? Ya 29. Ukija kwenye maths unasema maths. Basi msalishaji atakapoona, lakini naona kama sikio linawaini. Hapo mtu umemaliza form ngapi jamani? Twende pole pole. Ninazungumza habari ya wakati na bahati, ili kila mmoja ajue usidharau mtu. Baada ya kumaliza hivyo vyote, unapotoka shuleni, unaenda nyumbani, wazazi nao ni wema. Huwa wanatamani kutuuliza mwanangu mtihani ulikuwaje? Huwa tunasemaje watumishi? Ilikuwa tu kawaida. Ilikuwa ngumu. Haya sawa. Ila wewe unajua hapa kwa namna yoyote mimi sitoboi. Matokeo yanatoka. Halafu matokeo yanapotoka, huyu mtu wa Mungu aliyekuwa amekata tamaa anakuja na asilia 24. Hao watu ndio mnaonaga wanalia sasa. Unalia nini? Anajua anacholia. Alichokipata ni tofauti na alichofanya nini jamani? Wakati na nini? Ndio huo wakati unauliza sasa waliokuwa wanapata wani wako wapi? Ndio anakaa foka 20 ngapi? Kama mwishoni silia mwishoni ile 25, yeye ndio anafua 26. Alafu huyu anasilia 20 ngapi? 25. Ninazungumza habari ya wakati na bahati. Nazungumza habari gani jamani? Twendeni pole pole, tutoke shuleni, twende kwenye familia. Jamani, kuna watu hapa mmebarikiwa. Mmezaliwa kwenye familia ambazo nyie hamjalalia matubai. Hamjawahi kulalia matubai. Hamjawahi. Mmeshawahi kukua kwenye familia ambazo kama ya kwetu. Sisi nyumbani tulikuwa tukivuna mpunga, mnaweka kwenye magala mnaweka, halafu sehemu ya kulala inabaki ni ya wazazi tu. Ndio yenyewe iko kosta, haigusi na kitu. Ila watoto wakati wa kulala ukifika, mnabidi mpande juu mpunga ulipoishia, mnatandika turubai leo, halafu mnafanya nini wapendwa? Hao watu mnanielewa, lakini si mnanielewa. Mnanielewa kuzungumzia, lakini kuna watu hapa hawanielewi. Yaani ninayoyasema ni maisha yangu nyumbani kwetu. Sisemi maisha ya mtu hapa. Sasa ninasemea nini? Sikiliza sasa. Kutoka kwenye hayo maisha Bwana amekupitisha. Bwana ametembea na wewe. Leo unalala gorofani, leo unatembelea gari, leo unaishi maisha fulani. Wakati na bahati huwapata nani jamani? Kwa hiyo mimi ninapozungumza habari ya wakati na bahati, ninajua kule Bwana alikonitoa. Sasa ukishafahamu kule Bwana alikokutoa, twende upande wa pili. Kuna watu mliishi maisha mazuri. Kuna watu mliishi maisha mazuri mno nyumbani, lakini for the moment baba alilala, for the moment mama akalala, maisha nyumbani kwenu yalibadilika sana. Yalipobadilika mno maisha, ilibidi mje kwa hao watu ambao hamkuwaona kama wanathamani kipindi hicho. Leo ndio wanawasomesha, leo
Rafiki yangu uliyebarikiwa kuwa na fedha, usitudharau sisi ambao leo unatuona kama kapu. Usitudharau. Usitudharau. Usijaribiwe. Mwenzangu ambaye wewe GPA yako ni ya 4 something, usitudharau sisi tunaopata 2.5. Usitudharau. Usitudharau. Wakati na bahati. Ufanyeni watumishi. Usizarau. Usizarau. Nawatia moyo washiriki wenzangu, waabudu wa kanisa la Waadventista wa Sabato Keko. Ninawatia moyo. Mnaona hawa vijana waliokaa hapa ni kama hawana ramani. Au ni mnaoneje bwana? Tuongee ukweli sasa. Unajua tuongee ukweli. Washiriki wenzangu wa Keko, mnaona hawa vijana? Mnaona wanavyokaa hivi? Wa kike na wa kiume. Ni kama hawana ramani. Lakini kumbe mwaka ujao hao ndo watakuja wasimame hivi. Hapa kwenye hili eneo letu, hao watu wanaweza wakawa wanahitaji kiasi gani? Ni bilioni 1 tu. Anasema basi sawa, mimi nitawawekea kwenye account milioni 500. Umenunua eneo hamjaweka, hamjanunua eneo. Mwanzoni mlimuonaje? Ana ramani. Ninamwambia ukweli, sikilizeni watu wa Mungu. Sisi siku moja pale Kariakoo, mnajua kilio chetu. Kuna mtu mmoja bwana tulienda kumtembelea. Tulipofika